Ukiangalia utagundua kwamba Mungu alitupendelea sana sisi wanawake. Alitupatia uzuri na pia akatupatia mvuto. Na akawapatia wanaume tabia ya kuvutiwa kwa kutazama. Mwanaume yeyote yule ana aina yake ya mwanamke ambaye huwa anavutiwa naye akimuona. Yaani akimuona tu machoni pake anavutiwa kumtazama yule mwanamke. Mungu alituumba sisi wanawake kama ua linaloakisi mvuto. Kwa hiyo mwanaume yeyote yule ana aina yake tu ya mwanamke ambaye akimuona tu anavutiwa naye. Lakini Mungu huyu aliwanyima wanaume tabia ya kumpenda mwanamke kwa sababu ya mvuto alionao. Sijui kama unanielewa. Kweli unaweza ukawa ni mzuri, una rangi nzuri, una shepu. Lakini upendo wa mwanaume uko katika tabia. Wewe mwanamke kaa ukijua kwamba mwanaume yeyote yule anaweza kavutiwa na muonekano wako. Lakini mwanaume kukupenda wewe anahitaji ushawishi wa tabia zako. Ndio maana baadhi ya wanawake wamekuwa kilalamika kwamba mimi mwanaume naingia naye kwenye mahusiano, ananiahidi kabisa kunioa, lakini anakaa baada ya muda anakimbia. Ni kwa sababu anavutiwa na wewe. Yaani mwanaume yeyote anapokuja kwako anakuwa amevutiwa na wewe kwanza. Lakini kitu kinachomsababisha abaki au aondoke ni wewe mwenyewe tu. Wewe ndio utasababisha mwanaume abaki au aondoke kwa tabia zako. Mwanaume yeyote yule anavutiwa na mwanamke mnyenyekevu, anavutiwa na mwanamke mwenye heshima, na pia anavutiwa na mwanamke ambaye anaweza kutii mamlaka yake yeye. Mwanaume hawezi kukupenda wewe ikiwa anaona wazi hauna unyenyekevu. Wanaume wote wanapenda kuwa na mwanamke mnyenyekevu na mwanamke anayemheshimu. Kwa hiyo unaporingia uzuri wako, unaporingia muonekano wako, ukae ukikumbuka hili kwamba ni kweli huo muonekano wako unaweza kukufanya uvutie mamia ya wanaume. Lakini katika hao wanaume hao kumpata mmoja ambaye atakupa thamani ya kweli bila tabia kuwa nzuri, usahau. Yaani unaweza kuvutia wanaume wengi sana, lakini kumfanya mwanaume akuone wewe wa thamani kwa mvuto wako, hiyo haiwezekani, ni kazi ngumu, haiwezekani. Mwanaume yeyote yule anavutiwa na mwanamke, lakini baadaye atabaki kwa huyo mwanamke kwa sababu tabia za mwanamke zitamshawishi kubakia. Sijui kama unanielewa. Mwanamke, punguza kuringa. Hakuna ambaye anasema wewe ni mbaya. Ni kweli wewe ni mzuri kama unavyojiona, ni kweli wewe una rangi nzuri, ni kweli wewe una shepu, lakini utakosa mtu wa kukupa thamani kwa sababu unaringia uzuri ulionao. Kaa ukijua kwamba huo uzuri ulionao ni cover tu ambalo linamvutia mtu kutazama. Mtu yeyote yule anaweza kavutiwa na ujumbe wa juu kwenye cover la kitabu. Akisoma anahisi hiki kitabu ni kizuri. Lakini mtu anaweza akaishia kurasa za mwanzo akishaona hiki kitabu kumbe kinavutia tu kwa nje, lakini hakina chochote cha maana kwamba kinaniongezea chochote kwa mimi kukisoma. Sijui kama unanielewa. Mwanaume yeyote yule atabaki kwa mwanamke akivutiwa na tabia. Wewe unaweza kuwa mzuri vizuri, lakini tabia zako je, zinazungumza nini? Mwanaume hawezi kuoa mwanamke ambaye anaringia uzuri. Yaani akishaona tu wewe unaringia uzuri anaona huna akili. Asilimia kubwa ya wanawake wazuri huwaga akili zao zinawatengenezea wao kuona kama uzuri ndio kila kitu kwenye maisha yao. Lakini uzuri sio chochote machoni pa mwanaume. Sijui kama unanielewa. Mwanaume, hata wewe mwanamke ungekuwa mzuri kiasi gani, siku 90 tu anamaliza kuvutiwa na wewe. Baada ya hapo anaanza kukukagua. Ile unasikiaga unasema usimchunguze bata, ukimchunguza sana utashindwa kumla. Lakini mwanaume ndani ya siku 90 ataanza kukuchunguza sana, ataanza kukuonea kinyaa sasa. Akikuangalia tabia zako, huna heshima, sio mtiifu, unaringa nini, anaona kabisa huyu mwanamke anaringia sana uzuri. Kwa hiyo anajua huyu akili hamnazo. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanaume anaweza sikuache kwa wakati ule, akaendelea kuwa na wewe vizuri kabisa, akaendelea kukutumia na ufaidi huo uzuri wako, anafaidi hilo shape lako, lakini mwisho wa siku inapofika wakati wa kumpa mwanamke thamani, anampa thamani mwanamke mwingine, lakini sio wewe. Sijui kama unanielewa. Mwanamke, katika kipindi hiki unachovutia,
kuwa makini sana na vitu unavyovifanya. Msije mkakaa mpaka mkazeeka tuanze kushangaa watu mnasherehekea happy birthday miaka 24 kila mwaka. Tunashangaa toka tumekufahamu wewe kila mwaka unasherehekea kutimiza miaka 24. Unasherehekea kutimiza miaka 24 kwa sababu unaona wazi umri wako umesha kwenda. Huna sera tena. Mimi nakwambia tu ukweli, utavutia mamia ya wanaume kwa mvuto wako, kwa uzuri wako, kwa shepu yako, kwa rangi yako. Lakini mwanaume wa kukupa thamani anahitaji kuvutiwa na tabia zako. Mwanamke, hebu kaa chini, muombe Mungu akupe mwanaume atakayekuthamini. Achana na hivyo vitu vya kukaa na wanaume ambao wanavutiwa na wewe tu. Usipokuwa na akili utauchosha mwili wako. Wanaume kwenye swala la kukutumia wewe wanakuwa wepesi sana, lakini kwenye swala la kuoa wanaume wana vigezo. Kwenye swala la mwanaume kuwekeza upendo, mwanaume ana vigezo. Mwanaume hawezi kuwekeza upendo sehemu ambayo anaona tabia njema hakuna. Sijui kama unanielewa. Utaishia tu kutumika na mwanaume, lakini hakuna mwanaume atakayekuweka wewe kama mwanamke wa thamani. Thamani yako kama mwanamke iko pale ambapo mwanaume anakuheshimisha. Mwanaume anakuchukua, anasema huyu ni mwanamke ambaye anastahili kukaa katika future yangu ya maisha. Ujue kabisa mwanaume anapooa anatengeneza future ya maisha yake. Kwa hiyo akikuona wewe unafaa kuwepo katika safari yake, kuwepo katika future yake, alikuwa anakuwazia toka siku nyingi. Hilo ni jambo zuri sana, inaonekana wewe ni mwanamke wa thamani. Mwanaume anakaa anafikiria kesho. Mwanaume huwa haoi kwa sababu ya leo. Kwa hiyo utakapoona mwanaume ameamua kukuoa, maana yake ameangalia kesho, ameona kabisa wewe na yeye mnaweza kufika mahali fulani. Lakini vipi ukaendelea tu kuwa na mwanaume huyu, thamani yako kila siku ukae ukijua kwamba inashuka. Ukae ukijua kwamba maua mazuri kila siku yanachanua. Tuko kwenye generation inakuwa kila siku wanawake wazuri wanazaliwa. Na pia kaa ukijua kwamba umri wako wewe mwanamke unashusha thamani yako. Hilo kataa ukubali, lakini itabaki kuwa hivyo. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kuwa makini kwenye umri huu ambao sasa hivi unapata bahati ya wanaume wengi kuvutiwa na wewe. Upate walau mwanaume mmoja atakayekupa thamani ya kweli. Hilo utakuja kulitambua baada ya umri kwenda. Utagundua kwamba kumbe uzuri sio kila kitu. Uzuri unavutia watu, wanaume wengi kukufuata wewe, lakini hao wanaume hawakupi thamani unayostahili. Hebu acheni hayo mambo. Utaanza kusherekea miaka 24 kila mwaka, miaka 24 kila mwaka, miaka 22 kila mwaka. Watu wanaulizana, jamani, huyu mtu watu tumekuwa tuko hivi tunamuona mpaka leo ana miaka 20 na kumbe imefika mahali wewe umejishtukia, unaona kabisa umri umekwenda. Unaona kabisa umri sasa umeshaanza kushusha thamani yako. Ingelikuwa umri haushushi thamani ya mwanamke, basi watu wangekuwa huru kutaja umri wao. Wanawake wengi tu utawasikia, mimi nina miaka kwenye 20 na hapa kwenye 20 na hutaki tu kusema umri wa kweli. Kwa sababu unajua umri unakuamlia wewe thamani yako. Kwa sababu huwezi ukamwambia mwanaume kwamba wewe mpaka miaka 35 ulikuwepo tu humo mitaani unazagazaga. Halafu akuone una thamani. Atawaza, kwa nini hao watu wote waliokuwa wanavutiwa na huyu mwanamke kwa miaka yote hawakuona kama ana thamani ya kuolewa? Shida iko wapi? Na wanawake wengi sana huwa wanakuja kushtuka kwamba mvuto unafika mwisho na wanaume wanavutiwa na yeye kweli, lakini kumpa thamani hawampi. Umri ukisha kwenda, unaanza kuona wale wanaume wote waliokuwa wanavutiwa na wewe wanawapa thamani wanawake wengine. Unaona mwanaume huyu tena alikuja kwenye maisha yako akaenda kumpa thamani mwanamke mwingine. Kiujumla unaanza kujisikia vibaya. Mimi nawaambia tu ukweli. Hao watu wanawadanganya kwamba mvuto wa mwanamke ndio kila kitu, wewe sijui ni mwanamke mzuri, wewe sijui nini. Mimi nakwambia iko siku utakaa ukiwa unasononeka ukiwa peke yako na umri umekwenda. Ule mvuto haupo tena machoni pa mwanaume. Unapofikisha miaka kadhaa, wakati mvuto wako umeanza kupungua, ngozi imeanza kutepeta, sasa uzee unaingia, lile shepu lako zuri linaanza kuporomoka. Hapo ndio utaelewa kwamba mvuto huu ni vitu vya kupita tu. Lakini kitu ambacho kitanipa mimi thamani ya kweli ni mimi kuwa na tabia nzuri, kisha nipate mwanaume ambaye atanithamini kweli.
Lakini ubaya ni kwamba inapofika wakati wewe mwenyewe ukajishtukia, unakuwa umechelewa. Hakuna mwanaume anayevutiwa na wewe tena, wala hakuna mwanaume wa kukupa wewe thamani. Unaanza kuishi ukiwa mpweke, mwenye maumivu ndani ya moyo wako, ukiwa unatamani urejeshe wakati nyuma ili urekebishe lile kosa ulilolifanya. Kwa hiyo mimi nakukumbusha tu, ukae ukijua wanaume wengi sana watavutiwa na wewe, lakini huo mvuto una kikomo. Hiyo shepu ina kikomo. Mwisho wa siku, tafuta mwanaume atakayekupatia wewe thamani, kwa wewe kuwa na tabia nzuri, kwa wewe kuwa na haiba ya kike, kwa wewe kukaa kama mwanamke na kuomba Mungu akujalie mwanaume atakayekupa heshima ya pekee, ambayo hiyo heshima itadumu kwenye maisha yako, kuliko kuringia muonekano na uzuri wako, kwa sababu hivyo vitu vina kikomo. Vikifika kikomo, hakuna mtu atakayekutazama wewe tena.